imani na diwani wetu. Diwani kweli 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 kweli, diwani kweli 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 kweli, diwani. Kwa hiyo tukianza na vikundi ya 10% ambao 4 kwa vijana, 4 kwa kina mama na 2 kwa watu wenye ulemavu. Kwa kipindi cha miaka 4 tumekopesha vikundi 34 katika kata yetu ya Isevya, na vikundi vingine kwenye msimu huu vitapata fedha. Kwa hiyo ina maana vitaongezeka 34 vile vikafika hata 40. Na mpaka sasa hivi hela za vikundi peke yake tumepata shilingi milioni 254.3 ambazo zimekopeshwa katika vikundi vya kata ya wapi? Ya Isevya. Na mimi nitumie nafasi hii mwenyekiti kuwashukuru wana vikundi wote, kwa kweli wanalipa. Kama kuna kata ambayo inaongoza katika manispaa kwa kukopeshwa na kwa kulipa ni kata ya Isevya. Nawashukuru sana na tutaendelea kulisimamia hilo. Lakini katika eneo la afya tumepata zaidi ya milioni 87 kwa miaka 5, ambao hatua mbalimbali zimefanyika, ikiwemo ununuaji wa madawa, ukarabati na mambo mengine madogo madogo. Na pale hospitalini kwetu kama alivyosema dokta, kulikuwa na changamoto ya mabomba kuchakaa kwa sababu ule mfumo ulikuwa muda mrefu, ikawa inakuja bili kubwa sana ya maji. Ilikuja mpaka bili 900,000, 700,000, 800,000, lakini tumerekebisha. Sasa hivi dokta anakuja ngapi? Umeona eh? Kwa hiyo maji mengi yalikuwa yanamwagika njiani, hayafiki wapi? Bombani. Kwa hiyo wastani sasa umekuwa 40,000 kutoka 700,000 mpaka 40,000. Kwa hiyo kuna hatua ambayo tumechukua na tumepoza matumizi ya pale. Kama alivyosema mwenyekiti, pale tuliahidi tenki la maji lishanunuliwa, muda sio mrefu tutalileta. Lakini pale pana shida ya uzio na shida ya ile barabara, yale mashimo yote tutafanyia kazi. Lakini tuna mradi wa ofisi yetu ya kata ya Isevya. Muda wote tulikuwa tunatumia lile jengo la SIDO ambalo sijui walitupa au walituazima au tulichukua sisi wenyewe, lakini tupo kwenye jengo la SIDO. Kwa hiyo tukaona kama kata, mimi na wenyeviti wangu na mtendaji, ni aibu kwamba kata hii ya Isevya, kata mama ambayo imezaa Kiloleni, imezaa Ipuli, imezaa Mtendeni, hatuna ofisi ya kata. Tukakubaliana kwamba tujenge ofisi ya kata, na tunashukuru Mungu iko zaidi ya 80%. Na nitumie nafasi hii kumpongeza sana mtendaji wangu wa kata na timu yake yote ya ujenzi, kamati zote. Kwa kweli jengo lina kiwango na limesimamiwa hasa na hakuna malalamiko yoyote. Haijaibiwa simenti wala tofali. Kwa hiyo tunakushukuru sana mtendaji na timu yako yote. Lakini kwa bahati tuliyopata, jengo hili litakuja kufunguliwa na Mwenge. Elimu sekondari kwa muda wa miaka 5 tumepata zaidi ya milioni 165, ambao yeye mmeona kuna madarasa pale mapya yamejengwa mengi na mengine yamekarabatiwa, tena madarasa ya kisasa na tiles na aluminium glass. Lakini tuna elimu msingi tumepata zaidi ya milioni 93, ambao tumekarabati shule ya msingi Mtendeni, kuna madarasa 2 pale yamekarabatiwa na vyoo vimejengwa nadhani matundu 10, na ukarabati mwingine unaendelea. Na ile dhana ya kutengeneza shule ya Mtendeni mpya ya kisasa iko pale. Serikali ya Mama Samia walituambia kabla ya mwaka huu wa fedha kuisha wataingiza hela. Kwa hiyo sisi tuna imani kubwa, kwa sababu serikali hii ni sikivu sana. Tuna imani kubwa kwamba pamoja na mabadiliko madogo madogo ambayo tumeanza nao shule ya Mtendeni, sasa shule ya Mtendeni itakuwa ni shule ya mfano kwa fedha nyingi na nzuri zitawezwa kuwekwa pale. Lakini kama mnavyoona Bomba Mzinga, kuna hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa za kujenga madarasa, ukarabati shule
na yale madarasa mawili ambayo nguvu ya wananchi na yenyewe yanakwenda kumaliziwa. Lakini lingine ni swala la barabara, miundombinu ya barabara zetu, na tulisema kwamba tuna mradi wa kilomita 25.5 wa Benki ya Dunia ambao tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, na tumeanza kwa kilomita 10.7, na nilisema Isevya tutapata lami ya kilomita 1.1 ambayo imeanzia barabara hapo maarufu kwa Manumbu namba 7 imekwenda mpaka Ipuli. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, na mgombea pekee wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais, kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika nchi yetu, mkoa, lakini hasa katika manispaa ya Tabora. Toka Mama Samia Suluhu Hassan ameingia miaka 4 sasa, ameleta zaidi ya bilioni 100 na ambazo zimekwenda katika maeneo mbalimbali. Tuna bilioni 19 zinakwenda kujenga soko na stendi, na nadhani nyinyi mashahidi, mmeenda pale, soko linaendelea na stendi inaendelea. Lakini kuna bilioni 16.5 ziko Ifucha pale, tunatengeneza chuo cha Mwalimu Nyerere. Lakini tuna bilioni 16 tena zinatengeneza lami kilomita 10.7, na Isevya tumepata lami hapa nyuma ya mgongo wetu, lami safi na itawekewa na taa na misingi ya kisasa. Lakini kuna maeneo ya ruzuku za mbolea, wakulima wetu wamepata ruzuku za mbolea pamoja na mbegu na pembejeo. Kuna watu wetu wa TASAFU wamepata fedha zingine zinakwenda kwenye utawala na maeneo mengine. Kwa hiyo sisi kama wana Tabora, Mama Samia Suluhu Hassan tuna deni naye kubwa. Kwa jina anaitwa Atanasi Nkugwe, ni mwenyekiti wa tawi la Bomamzinga. Kwanza nipende kutoa pongezi kwa Mheshimiwa diwani wetu kwa kazi kubwa ambayo amekuwa anaifanya, na ameweza kutusomea hapa utekelezaji wa ilani ya chama. Tumeweza kujionea sisi wenyewe, amefanya mambo makubwa sana. Kwa upande wetu kule Bomamzinga, kwa upande wa barabara, kwa kweli ikifika masika, kwa kweli hali inakuwa sio shwari. Kwa hiyo ni muombe aweze kutufanyia kipaumbele wakati huo ambao unakuja.